Mungu anajua. Lakini wazazi wakati mwingine walikuwa, unajua wazazi wa zamani, mimi kipindi nacheza mpira nilikuwa too young, mdogo hivi. Sasa mama alikuwa hataki cheze mpira, lakini nilimuelewa logic yake, kwa sababu aliona wacheza mpira hawaendi popote. Akanambia bwana, kuanzia leo ukicheza mpira mimi usije nyumbani kwangu. Sasa nikaacha mpira, nikashika niliyoyashika, lakini leo ndio mkuu wa wilaya, si haba. Maisha yanakwenda. Nazima sana box to box midfield. Ila msanipenda mimi nikikaa 9 ya kuanzia pembeni. Babu, wewe acha bwana. Nayo matatu ya kuambia vijana. Kwanza, tumewaamini, tumechuja vijana wazuri, imara. Lakini timu hii, kabla ya kusema nyinyi, kwanza niongee na wale ambao wakupata nafasi. Mimi niliwaambia hivi, kwa nini mnawaita wengi hivi? Lakini ndio mtihani ulivyo. Lazima wapatikane wengi, wachache kwenye wengi. Hata hapa unavyoona, yani wote hao mnaoona mbele hao, mimi ndo tajiri yao. Labda wangetamani yani wao wawe mimi, lakini sasa nafasi ni ya mtu huyu mmoja. Mkuu wa wilaya ni huyu, na kwa sasa ni nani? Ndio mimi. Unataka au? Sasa hiyo ndio maana ya kupatikana nafasi. Timu hii imepata nafasi. Nyinyi ni hazina yetu, tunawategemea. Wale walio form 3 kurudi chini, form 2, form 1, mnayo nafasi ya kufanya makubwa mwakani na kujiandaa vizuri. Kwa hiyo nawatia moyo, msivunjike moyo, kwa sababu walitakiwa vijana 120. Hatuna namna nyingine zaidi ya kuwapata vijana 120. Na michezo ni vitu vya wazi, kila mtu ameona performance ya wenzetu, wakati mwingine bahati, lakini sana tumezingatia uwezo wa tuliowateua. Kwa msivunjike moyo watoto wangu, nyinyi bado ni jeshi imara na akiba kubwa katika maeneo yetu ya kazi. Kazi na utu. Najua ni vigumu kupokea wakati mwingine kwa watoto wadogo kama hawa. Wakati mwingine ni ngumu kupokea kwa sababu alikuwa mimi ninavyozima naamini pale ningewepo. Lakini amepatikana mtu anayezima zaidi. Na walioteua ni wazuri kwenye kuchagua watu wanaofaa, kwa sababu wanaona wote tunafaa, lakini kuna wanaofaa zaidi. Sio kila mchezaji anacheza Yanga, haiwezekani. Au kila mchezaji anacheza Simba, haiwezekani. Wale best ndio wanacheza Simba na mpatae ndio mnaenda kwenye timu zingine. Kwa ni lazima kukubali. Sasa unaambia huyu Alaniokelo fundi, bado unakataa. Sasa unakataaje tena? Mfano wake huo, yani kama Chama fundi amepiga goli la dunia, unakataa. Unakataa nini? Utakiwa kukataa. Kwa sababu ni kweli kila mtu ameliona goli, mpaka Rio Ferdinand ameliona goli. Niwaombe sana na nyinyi mtuliowapa nafasi sasa ya kwenda kupeperusha bendera yetu. Sisi Ilemela namba yetu huwa ni 1. Namba ya Ilemela huwa ni 1. Niwaombe sana. Ni lazima kila timu iliyokuwa kwenye sehemu hiyo ikatetee jahazi la namba 1. Sisi hatuwezi kupitwa na wilaya zingine ambazo tumepakana nazo. Lakini sisi tunataka kuwa namba ngapi? Namba 1. Tumejifunza kwa wenzetu waliotutangulia. Ila safari hii mnaenda wapi ile inaitwa? Msumba hapo. Safari hii Msumba moto utawaka. Tunataka kwenda kuchukua namba 1. Na mazingira yote sisi kama serikali, la mwisho hilo. Afisa elimu. Tunajua mwenyekiti wa michezo hii huwa ni mkurugenzi. Afisa elimu anakuwa makamu mwenyekiti. Watoto wasikwame. Yaani sio mnakaa na watoto. Sisi tuna kila aina ya resource wilaya Ilemela. Fedha tunazo, tumekusanya mapato ya kutosha, fedha tunazo, msije mkakwama. Yaani watoto sasa hawanywi chai eti kwa sababu ya michango. Hata hela zangu mimi tu mkuu wa wilaya hawa watu 120 watoto hawa hawezi kuzimaliza. Sasa tusikwame. Hizo zangu binafsi sasa isembuze za serikali. Ni lazima wakae kambini wakiwa watoto wametulia, tuwaondolee stress, wafanye kazi vizuri. Nyinyi mmeona, kwa mfano nimetoa mfano mdogo leo, timu yetu ya Serengeti Boys chini ya miaka mingapi? 17 inacheza finali ya Afrika. Na ujue sisi kwa kucheza tu finali tunaenda World Cup.
Si mnajua hiyo? Wale watoto wanaenda World Cup chini ya miaka mingapi? 17. Uwekezaji wa mpira, uwekezaji wa michezo ni jambo kubwa. Leo tuna timu ya wanaocheza basketball, mtafuatilia, tuna timu ya Dar City. Timu inafanya vizuri. Mpira, mchezo ambao haukuangaliwa lakini nao unafanya vizuri. Kwa sisi Ilemela, nachowaomba, elimu msingi nilisema siku ile na elimu sekondari. Maandalizi pia tuyatoe maandalizi ya zimamoto. Tukitaka kuwa mabingwa ni lazima tuinvest tuwe mabingwa. Michezo ianze mapema. Na sisi serikali tunaendelea kuhangaika chini ya Daktari Mama Samia Suluhu Hassan kuboresha pale Igombe. Ukienda sasa hivi umeona viwanja vyote vipo, na kesho kutwa tunaenda Kiloleli, si ndio? Shule ya msingi sekondari Kiloleli pale, napo tunapiga viwanja vingine. Kazi yetu sisi kuhakikisha viwanja vya kisasa kwenye wilaya yetu ili watoto wacheze michezo. Na michezo ni biashara kubwa, inaweza kufanya aliyeshika vizuri akaenda mbele. Hata mimi sasa hivi Sembuse ningekuwa Barcelona nilikuwa nazima sana. Enzi yangu. Usinikumbushe vijana. Hivi hakuna hata mechi moja basi? Kizito nionyeshe uwezo. Jumamosi hapo tukipata nafasi. Jumamosi tukipata nafasi. Nazima sana. Box to box midfield. Ila msanipenda mimi. Nikikaa 9 ya kuanzia pembeni. Babu. Wewe acha bwana. Mungu anajua. Lakini wazazi wakati mwingine walikuwa, unajua wazazi wa zamani, mimi kipindi nacheza mpira nilikuwa too young. Mdogo hivi. Sasa mama alikuwa hataki cheze mpira. Lakini nilimuelewa logic yake kwa sababu aliona wacheza mpira hawaendi popote. Akaniambia bwana, kuanzia leo ukicheza mpira mimi usije nyumbani kwangu. Sasa nikaacha mpira, nikashika niliyoyashika, lakini leo ndio mkuu wa wilaya, si haba, maisha yanakwenda. Lakini wapo wacheza mpira wengi tunawaona vijana wanatengeneza maisha makubwa kuliko hata sisi watumishi wote wa umma. Kwa mfano kuna yule binti anaitwa nani? Anacheza mpira wa wanawake, anaitwa Asha Masaka. Kevin John unajua umetoka. Yani kina Kevin John, lakini tunzungumzie kama Asha Masaka. Aisha anaitwa Aisha Masaka. Binti kama yule anacheza football, lakini ni professional unajua. Anacheza Uingereza. Kacheza huko kwenye ligi kubwa, uchumi wake kwa namna yoyote utakuwa mkubwa. Sasa kama mtu anahamishwa, hela ya uhamisho ya Faisal kutoka Yanga ni $400,000. Sasa $400,000 unadhani ni hela ndogo? Na Yanga na Faisal walimalizana. Kwa hiyo ile yote alichukua nani? Faisal mwenyewe. $400,000 peleka mara 2600, utajua mwenyewe hesabu. Alafu mwekee hela zake benki. Acha mshahara anaupata. Kwa muda mfupi anatengeneza fedha nyingi. Michezo ni ajira, lakini pia walimu wetu tunawaamini na kuwatia moyo mnaokwenda huko na kule mkoani. Twendeni tukafanye vizuri. Mimi nataka katika timu ya mkoa vijana 120 wakichaguliwa kwenda taifa, 85 mpaka 90 wanapaswa kutoka wapi? Ilemela. Kwa hiyo lazima na uwezi mpira mchezo wa wazi. Ukenda pale unasema mimi nateuliwa, unateuliwa wakati ushafungwa goli 6. Uko kwenye football mshakula chuma 6. Kuna mmoja wenu anaweza akapata nafasi? Tunataka kila mchezo twende tukapate nafasi. Baada ya kusema haya, Mungu awabariki. Saa 1 kamili tutakuwa pale Sato Sangala, kuna big screen. Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share.